Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Nimekuja nyumbani kwako kukuambia kuhusu Mungu na wasaidizi wake. Popote ulipo, tazama. Mungu ni jina la cheo cha juu kabisa na cha kwanza kuwepo au kutokea. Narudia. Ninaposema Mungu, maana yake ni jina la cheo cha juu kabisa na cha kwanza kuwepo au kutokea. Narudia tena. Mungu ni jina la cheo cha juu kabisa na cha kwanza kutokea au kuwepo na kufanya chochote kinachoendelea, chochote kilichopo kuwa kipo ndani ya jina hilo Mungu, ambacho ndicho cheo pekee cha juu na cha kwanza kuwepo au kutokea. Narudia. Chochote kingine kwa jina lake husika, kila kimoja kilichopo kwa jina husika kubaki kuwa ndani ya cheo hicho, yani Mungu, kubaki ni cha uzao kiliozaliwa kutoka katika cheo hicho kilicho cha juu kuliko vyote, kilicho cha juu na cha kwanza kuwepo au kutokea. Na cheo hicho ambacho ni jina Mungu, ambacho ni cha kwanza au cha juu zaidi kuwepo au kutokea, kimekuwa cha kwanza na cha juu zaidi kwa sifa kuu hizi ninazokwambia. Narudia. Cheo hicho kimekuwa ni cha juu na cha kwanza kuwahi kuwepo au kutokea, na cha kwanza kuwepo au kutokea kwa sifa kuu hizi ninazokuambia. Sifa ya kwanza, cheo hicho ndio mwanzo, na kabla ya cheo hicho hakuna cheo kingine ambacho kimewahi kuwepo. Sifa ya pili, cheo hicho ndicho mwisho, au jina hilo ndio mwisho, kwa kuwa hakuna cheo kingine cha kupindua cheo hicho cha kiungu. Narudia. Sifa nyingine ya pili, cheo hicho ndio mwisho, kwa kuwa hakuna cheo kingine cha kukipindua cheo hicho, bali vyeo vyote vilivyopo kuwa vimetoka au ni uzao wa cheo hicho cha kiungu. Sifa ya tatu, yeye cheo hicho ni cheo cha milele, kimebeba umilele, kwa maana kwamba
hakuna ambacho kitakitoa katika uwepo wake, kwa kuwa cheo hicho ndiyo cheo cha juu na cha kwanza kuwepo au kutokea, na vyeo vingine vyote kwa jina husika kuwa ni uzao uliotoka ndani ya cheo hicho, na uzao kwa maana kwamba udhihirisho au maisha ya cheo hicho. Na bila shaka cheo kikiwepo, basi yupo aliye wa cheo hicho, yupo ambaye anakikalia au anakalia cheo hicho. Narudia, kukiwa na cheo, basi tayari yupo ambaye anakalia cheo hicho, au yupo mwenye cheo hicho. Narudia tena hapa, kukiwa na cheo, ujue tayari yupo mwenye cheo hicho. Kukiwa na cheo cha Mungu, cheo cha kiungu, basi tambua yupo ambaye anakalia au mwenye cheo hicho cha kiungu. Ikiwa tayari cheo cha kiungu kipo, basi yupo mwenye cheo hicho cha kiungu. Yupo mwenye cheo hicho cha kiungu anayeitwa kwa jina lake. Narudia tena hapa, kukiwa tayari kuna cheo cha kiungu, basi tambua yupo mwenye cheo hicho cha kiungu anayeitwa kwa jina lake husika. Kwa kuwa cheo siku zote huwa hakikai wazi, lazima awepo mwenye cheo hicho. Cheo daima huwa hakikai wazi, lazima kuwepo mwenye cheo hicho kwa jina lake. Ni lazima awepo mwenye cheo hicho kwa jina la kuitwa kwake, kwa kuwa mwenye cheo hicho ni lazima awe na sifa zile zile za kama cheo hicho kilivyo. Sifa ya kwanza, yeye pale alipo kuwa ndiyo mwanzo kwa jinsi yake, kwa jina lake. Pia yeye pale kuwa ndiyo mwisho kwa jinsi ya aina yake na jina lake. Na kwa maana hiyo yeye pale kuwa ndiyo wa umilele kwa namna ya jinsi yake, kwa jina lake. Ndiyo naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu Mungu na wasaidizi wake. Basi tazama, na aliye na cheo hicho cha kiungu kwa jina lake husika ni yule aliye msaidizi wa ufalme wa Mungu, ni yule aliyetokana na cheo hicho, ni yule aliyeumbwa na cheo hicho, ni yule aliyeumbwa na Mungu, aliyeumbwa kwa sura
na mfano wake Mungu. Ni yule aliyopo popote pale kwa jina lake husika. Kwa kuwa kama alivyo mtawala ndivyo alivyo msaidizi, na kama alivyo msaidizi ndivyo alivyo mtawala. Na kufanya msaidizi ndiye aliyo na cheo hicho cha kiungu, kwa kuwa msaidizi huyo ametoka ndani yake Mungu, ametokana na cheo hicho cha kiungu, ikiwa na maana cheo hicho cha kiungu popote pale alipo ndiyo cheo chake. Kwa hiyo chochote au yoyote aliyeumbwa na Mungu ndiye mwenye cheo cha kiungu kwa jina lake la kuitwa kwake. Ni mwanamke au ni mwanamume, ni mtoto au ni mkubwa, au ni wewe hapo kwa jina hilo la kuitwa kwako. Narudia, yoyote aliyeumbwa na Mungu ndiye mwenye cheo hicho cha kiungu kwa jina lake kwa kuitwa kwake. Ni mwanamume au ni mwanamke, ni mtoto au ni mkubwa, ni mwenye jinsi hiyo, ni mwenye taaluma hiyo, ni mwenye ujuzi huu, ni mwenye uwepo huu, au vyovyote hapo kwa jina la kuitwa kwako. Kwa kuwa chochote au yoyote aliyopo ni yule aliyeumbwa na Mungu, ni yule mwenye cheo cha kiungu kwa sifa zile zile za kiungu. Ndio maana ulipoumbwa tu ukapewa neno la utawala, kwa kuwa una cheo kile kile cha utawala kwa muonekano wako wewe hapo ulipo. Una cheo kile kile cha utawala kwa jina la kuitwa kwako, pasipo kujalisha ni nani, uko wapi, ni wa familia gani, ni wa taifa gani, ni wa rangi gani, bali au ni wa jinsia gani, bali popote ulipo kuwepo tu ukapewa mamlaka ya utawala, kwa kuwa cheo ulicho nacho ni cheo cha utawala, ni cheo cha kiungu. Kwa hiyo aliye mwenye cheo cha kiungu ni wewe hapo popote ulipo kwa jina ulilo nalo. Narudia, aliye na cheo cha kiungu ni wewe hapo popote ulipo kwa jina ulilo nalo, kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo. Anayekalia cheo cha kiungu ni wewe hapo popote ulipo kwa jina ulilo nalo husika, popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndiye uliye wa kufanana na Mungu, yani wa kufanana na cheo hicho popote pale ulipo. Wewe ndiye wa kufanana na cheo hicho, ikiwa na maana msaidizi wa cheo hicho
kukitawala. Narudia, ikiwa na maana msaidizi wa cheo hicho kukitawala au mtawala wa cheo hicho. Ndiyo, ni wewe katika biashara hiyo, ni wewe katika taaluma hiyo, ni wewe katika uchimbaji huo, ni wewe katika umama huo, ni wewe katika ubaba huo, ni wewe katika popote hapo ulipo, kwa jina husika, ndiye uliye wa cheo hicho popote hapo ulipo. Ndiye uliye msaidizi wa cheo hicho, kwa kuwa mtawala wa cheo hicho popote pale ulipo. Naongea na wewe popote ulipo kuhusu Mungu na wasaidizi wake, kwa kuwa aliye msaidizi wa Mungu ndiye aliye na cheo cha kiungu, na aliye na cheo cha kiungu ndio cheo chenyewe cha Mungu au mtawala. Kwa hiyo popote pale ulipo, unazo sifa za kiungu za cheo cha kiungu, ndio maana upo hapo popote ulipo. Sifa ya kwanza, una sifa ya kuwa wa kwanza popote pale ulipo, wa kuwa mwanzo popote pale ulipo. Kama ni mtoto kwa mzazi huyo, wewe umekuwa na sifa ya kuwa ni mtoto wa aina hiyo kwa mzazi huyo. Haijalishi ni wa kwanza au ni wa pili, kwa kuwa hakuna mbili. Hakuna mbili mara mbili, kuna mbili moja tu, ambayo ni wewe uliye mtoto wa pili, na hakuna wa kwanza mara mbili. Kwa hiyo ni wa kwanza kwa huyo baba yako, na kumaanisha kwamba ni wewe umekuwa na sifa ya kuwa wa kwanza kwa jina lako, wa kwanza kwa namba yako, wa kwanza kwa uwepo wako. Pia umekuwa na sifa ya kuwa ni wa mwisho. Hakuna mwingine atakayekaa kwenye namba yako, kwenye uwepo wa kwanza wako. Kama ni mtoto wa kwanza, hakuna yoyote atakayezaliwa kwa mzazi huyo na kuwa mtoto wa kwanza tena. Hakuna ambaye atakuwa amezaliwa kwa mzazi huyo na kuwa mtoto wa pili, tena. Hata huyo mtoto wa kwanza hawezi kuwa mtoto wa pili, na kufanya ulipo ukawa ni wa kwanza na wa mwisho, ikiwa na maana ni cheo cha umilele. Ndio, ni mtoto. Hata kama utakuwa na watoto, lakini bado wewe ni mtoto kwa wazazi wako. Ndio, ni mzazi. Hata kama utakuwa na wazazi, lakini wewe bado ni mzazi kwa watoto wako. Haijalishi ni vingapi vimekuzunguka, ni mama, ni mke, ni watoto, ni yule, lakini daima cheo chako cha kiungu ni cha kwako milele. Hata mzazi awe wapi, wewe mtoto, mzazi wako bado ni mzazi. Utamwita baba hata kama yuko ndani ya kaburi. Utasema ni baba yetu
amelala hapa, ni mama yetu amelala hapa. Bado baba ana cheo cha ubaba. Haijalishi yupo kaburini, yupo kwenye ardhi, yupo kwenye mapango, yupo wapi, lakini bado ni baba kwako. Na kama ni baba kwako, bado wewe ni mtoto kwa baba huyo, na huyo baba anakuhudumia siku zote. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu hicho cheo cha kiungu ulicho nacho kwa jina lako, baba au mama, mwanamke au mwanamume, mtoto au mkubwa, wa kwanza au wa pili, au vyovyote vile, popote pale ulipo. Ndio, baba yako amelala, baba yako au mama yako yupo kaburini, lakini bado unamwita baba. Ni baba yangu, picha ya baba, kaburi ya baba, amelala hapa baba. Kwa hiyo bado baba anakuhudumia, bado mama anakuhudumia. Amesafiri, yuko wapi? Ni baba amesafiri, yuko pale, bado anakuhudumia. Ni mama yuko pale, bado anakuhudumia. Ndio, ni cheo cha ubibi kwako wewe, mtoto kule ulizaliwa na baba huyo. Ni bibi anakuhudumia, haijalishi yuko wapi, na kufanya popote ulipo. Ni cheo cha kiungu kwa kuwa kina sifa za kiungu, ambayo ni cheo cha juu na cha kwanza kuwepo au kutokea. Ndio, uwe katika biashara yako, uwe katika taasisi yako, iwe katika elimu yako, familia yako, ndoa yako, kwa jinsi hiyo ina cheo cha kiungu. Maana yake ndoa yako kwa aina hiyo ni ya kwanza na ya mwisho. Mume huyo uliye naye ni wa kwanza na wa mwisho kwa aina hiyo. Mke huyo, familia hiyo, taifa hilo, na kamwe hakuna wa kuchukua nyadhifa ya mwingine, wa kukichukua cheo hicho ulichokikalia. Na kubaki ni kuwa na raha au pumzisho ya kufurahia udhihirisho wa uzao wa kuongezeka kwa cheo hicho katika mwonekano wake. Ndio, kutoka 100 ikawa 1000, kutoka 1000 ikawa 2000, kutoka tunda ikawa mbegu, kutoka mbegu ikawa mche, kutoka mche ikawa ua, kwa majina yake yote, katika raha ya kuishi kwako. Naongea na wewe popote pale ulipo. Hili ni pumzisho la Mungu lililofika nyumbani kwako, lililofika kwenye ndoa yako, lililofika popote pale ulipo. Ni hospitalini, ni kwenye biashara, ni kwenye ndoa, ni kwenye familia, ni kwenye ukoo, ni kwenye taifa, ni kwenye anga na ardhi yote. Yani popote pale ulipo, ni pumzisho hili la Mungu limekufikia, kwamba kukueleza kuhusu, kukupumzisha kuhusu Mungu na wasaidizi wake. Na hii ndivyo jinsi linavyokupumzisha, na hivi jinsi linavyokupa pumzisho popote pale ulipo, katika udhihirisho wa maisha ya kuishi kwako, wa cheo hicho ulichokikalia cha kiungu. Basi uwe
na pumzisho hili lililokufikia popote pale ulipo, likikustarehesha, likikupa raha ya udhihirisho wa uwepo wako popote pale ulipo, kwa jina hilo la cheo la kiungu. Popote ulipo, pokea pumzisho hili linalokufikia popote pale ulipo, lililokufikia popote pale ulipo, sasa na siku zote, linalohusu Mungu na wasaidizi wake.